Asante. CHW. Nyumba kwa nyumba tuache. Kutoka. Sauti sizisikii. CHW. Nyumba kwa nyumba tuache. Asante. Habari za saizi? Shikamoni. Vijana mambo vipi? Karibuni. Kwa jina naitwa Mohamed Madua Shabani, mhudumu wa afya ngazi ya jamii na mhudumu kitongoji cha Matundu, kijiji cha Uchama, kata ya Uchama. Karibuni, nipo na mwenzangu CHW. Kwa Shamoni. Kwa jina naitwa Sadi Sudi Moshi. Niko kitongoji cha Chama Imarakaseko. Ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Karibuni sana. Baada ya hapo, tunapenda kwenda moja kwa moja kueleza umuhimu wa vyakula vya nafaka na mizizi ya wanga. Mfano wa vyakula hivyo ni hivi hapa. Hapa kuna mahindi, ila pia kuna mpunga, ila pia kuna viazi, pia kuna ndizi. Hivi vyote ni vyakula vya nafaka pamoja na mizizi ya wanga. Vyakula hivi vina umuhimu kwenye miili yetu sote kwa sababu moja, vyakula vya wanga vinazalisha nishati, ambapo nishati hiyo inapelekea mwili kupata nguvu. Unapokula vyakula vya wanga, wewe kama kijana, kama mtoto, kama mtu mzima, inapelekea mwili wako kuwa na afya na nguvu za kufanya kazi. Umuhimu unaofuata unasaidia afya ya akili. Vyakula vya wanga vina glucose, ambayo ile glucose inasaidia ufanisi wa akili, utendaji kazi. Hivyo basi, unapotumia vyakula vya wanga, moja kwa moja unaiweka akili yako katika hali nzuri ya kuweza kufanya kazi. Umuhimu unaofuata, vyakula vya wanga ni muhimu kwa mama wajawazito na watoto, kwani vinazalisha nguvu ambapo inawasaidia wale wamama kuweza mwili kukaa katika hali nzuri na kuweza kulea ujauzito mpaka atakapojifungua. Karibu mwenzangu ongezea. Umuhimu wa kundi hili kwa afya, vyakula